Habari za wakati huu wapendwa na wana wa Mungu. Ninawashukuru kwa kuwepo tena kwa ajili ya kujifunza. Na leo kuna jambo muhimu ambalo nimeona ni muhimu tu share pamoja katika sauti ya upatanisho. Jambo hili linahusu sehemu yangu au sehemu yako katika muujiza wako au katika baraka zako. Unajua watu wengi hawajajifunza ukweli wa neno. Ndiposa Yesu alisema mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kweli ni kwamba kuna sehemu ya Mungu, lakini kuna sehemu yako, kuna sehemu yangu katika muujiza wangu au katika baraka zangu. Katika Biblia yote kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo wa Yohana, tunaona Mungu anazungumzia au neno la Mungu linazungumzia kuhusu sehemu ya Mungu, lakini sehemu ya mwanadamu. Wakati wa Yesu tunaona hata wale walioponywa wote walikuwa na sehemu yao. Wengine ni sehemu tu ya kutamka, unataka nikufanyie nini? Yesu anawauliza. Anaona na anajua kwamba wewe ni kipofu, lakini anakuuliza, je, nikufanyie nini? Maana kuna sehemu yako ya kutamka na kusema, natamani, nataka nipate kuona. Kwa hivyo na wengine wanapakwa tope, wanaambiwa waende wakanawe kwenye eneo fulani ili apate kuona. Ndivyo ilivyo siku zote. Muujiza au baraka za Mungu zinapatikana kwa ubia wa sehemu mbili. Kuna sehemu ya Mungu, lakini kuna sehemu ya binadamu au mwanadamu. Hiyo nataka kusema kwamba ni vizuri kutambua sehemu yako hata baada ya Mungu kufanya. Na Mungu siku zote yuko tayari, yuko radhi. Yeye anasema kuna sehemu anaulizwa, anaambiwa ukitaka naomba unitakase. Anasema nataka. Mungu siku zote anataka, yuko tayari kukufanyia. Lakini je, wewe uko tayari? Kuna watu wanafunguliwa macho, lakini bado kwa sababu sehemu yao hawajaifanya wanabaki hawaoni katika maisha haya. Bwana asifiwe. Kuna watu wengine wamekabidhiwa baraka zao, mume, mke, fedha, ajira, mchumba, wengine biashara, lakini hawajawahi anza. Wanalalamika, wanazunguka tu kwa sababu sehemu yao hawajaweza kuifanya. Mungu atusaidie sana. Kumbuka, Mungu anaposema, labda kupitia kwa mtumishi wake, labda kupitia kwa ndoto au maono, anapozungumza kuhusu maisha yako na kukuonyesha au kukusemesha juu ya kile unachoenda kukipokea, adui anaingia kazini kushindana na kile ambacho Mungu amezungumza. Na usipokuwa na moyo uliopondeka na kuvunjika mbele za Bwana, usipokuwa na macho ya rohoni, usipokuwa na masikio ya rohoni, usipotiwa nuru macho ya moyo wako, hauwezi kuelewa. Utasombwa na mawimbi kutoka kwa midomo ya wanadamu, kutoka kwa roho za giza. Utajikuta unakokotwa, unapelekwa mbali, unaanza kudoubt, unaanza kuwa na mashaka na ile sauti na ile ndoto. Unakuwa na mashaka na yule mtumishi aliyezungumza, aliyekwambia pokea baraka zako, pokea uponyaji wako, pokea uzima wako. Mungu atusaidie sana. Leo tunajifunza jinsi ya kusimama katika nafasi zetu ili kutimiza muujiza ambao Mungu ameuachilia juu ya maisha yetu. Siku zote Mungu anatamani tufanikiwe. Biblia inasema anatuwazia mawazo yaliyo mema, mawazo ya matumaini, mawazo ya kuongezeka katika siku zetu za usoni. Katika kitabu cha Isaia 19 mstari wa 11. Mungu anatuwazia mawazo mema, mawazo ya matumaini na kuongezeka katika siku zetu za usoni. Kila siku Mungu ana mpango mzuri juu yako. Kwa hivyo leo naomba tafuta kujua nafasi yako katika baraka zako, nafasi yako katika muujiza wako, nafasi yako katika kutimiza ndoto zako. Maana nafasi ya Mungu siku zote anatangulia kuzifanya. Yeye anatangulia kukuongoza.
Na ukitaka vizuri sana, sikiliza kwa makini maelekezo ya Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Mungu anaposema nimekufanya hivi, hebu jaribu kutafuta kujua sasa sehemu yangu ni ipi. Yoshua aliambiwa Yeriko umefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli, lakini nimekukabidhi mji huo wa Yeriko, mji, mfalme wake na mashujaa wake wote. Sasa baada ya hapo, bila shaka Yoshua akawa anasikiliza. Biblia inasema akaelekezwa, mstari wa 3 anaelekezwa, mtazunguka mji, mtakuwa makuhani watatangulia, mtabeba sanduku la agano, watakuwa na pembe za kondoo waume, na watazunguka mara 6 kila siku kwa siku 6, ila siku mara moja, lakini siku ya 7 watazunguka mara 7 na ukuta wa mji utadondoka. Na hivyo ndivyo hivyo maelekezo. Tafuta maelekezo ya kumiliki muujiza wako. Mungu angesema tu Yeriko anguka, ingieni Yeriko, lakini alitaka wao wazunguke. Kwa hivyo leo hii nakuomba ukumbuke kabisa kwamba kuna sehemu yako kwenye muujiza wako, kwenye baraka zako. Mungu akusaidie kufunguka macho na kuelewa. Labda ni kwa njia ya maombi, labda ni kwa njia ya faraga ya kutafakari, labda ni kwa njia ya kutoa, ili uweze kuingia kwenye sehemu ambayo ni ya tofauti, sehemu ambayo ni ya juu. Mungu akubariki sana unapoingia chumba cha ndani, chumba cha juu cha mafanikio yako, katika jina la Yesu. Shalom, shalom, shalom. Mungu akubariki mpendwa, ninakupenda katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom.